Tutazungumzia mada hiyo katika tu yale yatakuwa na munasaba na jamii, maana lengo letu ni kuibadilisha jamii. Hatuna haraka ya mambo, tutaenda mada baada ya mada, na kila mada tutakuwa tunaibainisha, tutakuwa tunabainisha fikihi yake. Yani ni shakli ya durusi. Haya sio mawaidha ya kawaida uliyoyazoea wewe, ya kutaka mtu aje hapo aburudishe maamuma, awachekeshe, sijui afanye nini. Hapana, yetu hii tulionayo hapa ni durus ala shakli mawduat. وماذا نلتمس في تلك الدروس التي اتخذنا مسلكها, na hasa kitu gani tunachokikusudia katika hizi durusi ambazo kwamba tumeamua kwamba hiyo ndio miondoko yetu. Durusi zisizokuwa si za kawaida, ni mawaidha kwa njia ya durusi. Tunachotaka atoke mtu na mafuhumu kamili ya mada, badala ya kutoka na mafuhumu kasri ya mada. Kwa hiyo utapomfuata yeyote aliyekuwa hana elimu na jambo ulilotarajia upewe ushauri, umekosea. Lazima kuutaka ushauri kwa watu wenye elimu na swala husika, vinginevyo utakuwa umegonga ukuta, utakuwa umepoteza amana. Pia na yeyote yule, kama kweli muaminifu, ajihadhari mtu wala asitake sifa kwamba amefuatwa yeye leo. Amefuatwa ili atoe ushauri, kwa hiyo akajiona amekuwa top, akaanza kutoa ushauri hata katika yale asiyokuwa na elimu nayo. Amegonga ukuta. Utawaona watu WhatsApp akiposti mtu message tu kwamba jamani, nina matatizo na mume wangu, nina matatizo na mke wangu, ni kadha kadha, naomba ushauri. Tayari watu wanaanza kuchangamka. Wewe utampatia huyu ushauri vipi? Humjui. Anachokitaka ni ushauri, anashitaki. Kitu gani kitachokujulisha kwamba huyu azungumza ukweli katika anayozungumza? Kitu gani kitachokujulisha kwamba huyu siye yeye ndio chanzo cha ugomvi wa ndani ya nyumba? Na tena watu waje wa ushauri, bahati mbaya maskini, yawezekana hana mke, hajapata hata kuoa, au mke naye, lakini isingekuwa hata hiyo rahma alionaye mkewe, angeshaachana naye zamani kwa vitimbi alivyonavyo. Mtu wa hali hii yeye ndio mwenye kutoa ushauri? Never. Hii ni nasaha kwa yeyote mwenye kutaka kuenda kuomba ushauri, atizame aenda kumuomba ushauri nani, na ajiulize maswali. Je, huyu ana ujuzi na hili ninalo hitajia kupewa ushauri? Pili, na wewe utapofatwa, uwe wewe ndio mshauri, uwe wewe ndio mwanashura. Tizama uwezo wako, usijiingize kwenye matatizo bure.
kesho kiyamani watu wataulizwa kwa amana. Kulukum ra'in, kila mmoja wenu ni mchunga. Wa kulukum mas'ul, na kila mmoja wenu ataulizwa anir raiya, kutokana na kile alichopewa achunge. Wewe umepewa juu ya nafsi yako, uchunge nafsi yako, ujue uwezo wa mambo gani ulionao. Leo umekuja kushauriwa katika yale usio na elimu nayo, umejifanya kipaumbele, wewe ndio mshauri na hali ya kuwa wajielewa. Kesho utaulizwa kiyamani. Umeitwa wewe ndio uwe mwanashura na umejifanya kipaumbele ndio mwanashura. Kwa elimu gani ya shura ulionayo hata ukakubali kwenda kuwa mwanashura? Kwani pana haja ya wewe kuwa mwanashura kama kweli wamcha Mola wako, kama kweli wamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini usitamke wazi kwamba sifa za shura sijawa nazo, nisubirieni baada ya muda, pengine sifa hizi nitakuwa nimeshakuwa nazo tayari. Tunaendelea. Tunafika katika pointi nyingine ya shurut. Hizi shuruti za husu istikhara na istishara. Shuruti hizi tunazozizungumzia za husu istikhara na istishara. Maana kama mnavyojua tunaishi katika hadithi inayosema makhaba man istakhara wala nadama man istashara wala ala man iktasada. Tukabainisha kwamba hadithi hii ina maudhui tatu. Maudhui ya istikhara na maudhui ya istishara, ingawa hatima ya vyote viwili hivi ni kutaka ushauri, mishwara yani. Falmishwaratu maratan takunu ma baina al-abdi wa rabbi. Mishwara, kutaka ushauri, mara huja ikawa ni ushauri baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mja wake, wa ukhra ma takunu ma baina al-abdi wa abdi karinu. Na huja ikawa kutaka ushauri ni baina ya mja na mja mwenziwe. Lakini ni maudhui mbili tofauti, inabidi zibainishwe, ingawa lengo ni kutaka ushauri. Maudhui ya tatu, wala alama niktasada, wala hao mwenye kupungukiwa atayetumia nyenzo alizonazo kwa uangalifu. Matumizi ya nyenzo yatakuja, tutabainisha tukifika katika tarafu ya tatu. Kwa hiyo hizi shuruti tunazozizungumzia hapa ni shuruti zinazohusu mishwaratu al-mishwara. Na ilivyokuwa mishwaratu tumeipata ndani ya hadithi moja, ndio maana tukawa tumetenga pointi ya shurut, tuiweke kando, iwe ni nje ya kuzungumzia mada ya istikhara, nje ya kuzungumzia mada ya istishara. Baada ya hapo ndo tuje na shurut
wa tilka shuruti allati takunu mutaalika bil mishwaratu, shuruti ambazo kwamba zina uhusiano na mishwara, shuruti zilizo na uhusiano na mtu kutaka ushauri. فالشروط على الضربين، شروط المشورة على الضربين. masharti ya mishwara, masharti ya kutaka ushauri yana kabila mbili. Kabila la kwanza shurut mutaaliq bil mawdu', masharti yenye kuhusiana na jambo husika unalotaka kwenda kuomba ushauri. Na kabila la pili shurut almutaaliq bilhammi, ni masharti yanayohusiana na yule aliyetingwa. Maana yeyote mwenye kutaka ushauri hutaka ushauri kwa kuwa ametingwa. Ama shurut allati tataallaq bil mawdu' kalati, ama masharti ambayo kwamba yanahusiana na jambo husika ni yafuatayo. Haraka twaweza tukasema ni sharti moja tu, al-ibaha. Ni sharti kwamba hilo jambo ambalo unalotaka kulifanyia istikhara, jambo ambalo kwamba unalotaka kuwashauri watu, yani istishara, lazima liwe ni jambo halali. Hiyo ndio sharti kuu. Usije kwenda kufanya istikhara kwamba nataka kumuua mtu, ukaenda kufanya istikhara kwamba namshauri Mola wangu nimuue huyu nisimuue. Haramu. Usije kufanya istikhara nizini nisizini. Haramu. Almuradi, jambo analoruhusiwa yeyote kutaka ushauri liwe jambo lenyewe ni la halali, alibaha. Ndio sharti kuu. Na kuna sharti dogo, ni hadhari. Jihadhari sana, usitake ushauri kwenda kufanya ibada. Nafanya istikhara kutaka kutoa zaka. Nafanya istikhara sijui kufanya nini. Hapana. Jambo ambalo kwamba ni wajibu, ni ibada, hilo halihitaji ushauri au istikhara. Hapana, linafanywa tu katika wajibat. Na tukisema wajibat ala darbain, wajibat, mambo ya wajibu kwa mtu ni vipengele viwili. Kuna wajibu wa Allah kwa kiumbe chake, na kuna wajibu wa kiumbe kwa kiumbe mwenziwe. Yote mawili haya katika swala la wajibu huhitaji kuomba ushauri, huhitaji kufanya istikhara. Wewe fanya tu moja kwa moja, madam ni wajibu juu yako. Wa amma ashakku thani lishurut, ay ashurut almutaalliqatu bilhammi, masharti ambayo kwamba yana uhusiano na aliyetingwa ni kama yafuatayo. Unapotaka kufanya istikhara,
Yani unapotaka kumshauri Mola wako akupatie ushauri, isiwe moyoni kwako una jawabu lako. Isiwe moyoni kwako una jawabu lako. Itakuwa waenda kumfanyia istihzai Allah subhanahu wa ta'ala. Itakuwa waenda kumziaki Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe una uamuzi wako tayari, ndio umeshampenda huyu, tena wampenda kifo hasa, na kila unavyoambiwa na wazee wako kwamba mchumba siye, kwa sababu kadha wa kadha, tena sababu zenyewe ni za hoja kidini, bado wangangana kwamba mchumba ndio huyo huyo. Halafu nadai anaenda kufanya istikhara na wakati wazee umeshindana nao. Baada ya miaka mitatu, miezi miwili, ndio unasema unaenda kufanya istikhara ili iwe nini? Kwa hiyo inaomba uwe mujarrad, uwe neutral, uwe tayari kulifanya kama istikhara itakuonesha kwamba pana kheri, na uwe tayari kuliwacha kama istikhara itakuonesha kwamba hapana kheri, hata kama umependa sana kulifanya jambo lenyewe. Wala usitake kujua sababu gani, kwani hapana kheri. Hiyo kutokuwa na kheri itatokana na nini? Hapana. Jambo jingine ambalo ni muhimu, uwe kwanza na interest. Uwe na interest na jambo. Nikisema kuwa na interest na jambo, kuwa na interest na jambo haijamaanisha kwamba uwe umemili, hapana. Utizame kwamba hili jambo inafaa, ni katika mambo ambayo niliwahi kupanga kuyafanya. Uwe interested. Sababu kama hupo interested, utaenda kufanya istikhara vipi wakati hupo interested? Kaja mshirika wa biashara, au kuna kiwanja sijui wapi watu wanataka kukiuza, wakaja wakakueleza. Watapokueleza hupo interested na eneo, au hupo interested na huyo mshirika wako, ukasema unaenda kufanya istikhara, ndio hupo interested, haina haja istikhara. Na ndio maana tukawa tumeashiria tulipozungumzia istikhara, tukasema istikhara sio wajibu. Unaanza kuona yanavyokubainikia kwamba sio wajibu kweli. Sababu kama hupo interested, huna haja ya kufanya istikhara, sio wajibu, naacha tu. Kwa hiyo miongoni mwa sharti uwe interested, hili ndio sharti la pili. Sharti la tatu, iwe kweli umefanya istikhara ikhlasan lillah. Umefanya istikhara kwa kutaka radhi za Allah tu, na kutaka Allah kuoneshe picha ya hili swala unalotaka kulifanya hapa duniani na kesho akhera. Je, kulifanya swala hili haitakuwa ni sababu ya dini yako kuingia doa, hatimaye kesho akhera ikawa upo hasarani? Haya ndiyo masharti makuu matatu ya mtu kuyazingatia
fanya istikhara. Ama kuhusu istishara, masharti yenye kuhusiana na maudhui ni yale yale, kwamba ibaha, hilo jambo liwe ni halali, lakini pana tofauti baina istishara na istikhara. Sababu kwenye istishara na istikhara, kule kwenye istikhara tulisema masharti yenye kuhusiana na maudhui liwe jambo ni halali na isiwe ni katika wajibati zako, mambo ambayo ni wajibu wako kufanya, hayahitaji istikhara, wewe fanya kabisa. Ama hapa kwenye istishara ni jambo liwe halali na iwe inawezekana kulifanya. Yaani ina haja gani kutengeneza jopo la watu kwamba ni mabingwa wamebobea kitaaluma, wanakupatia ushauri vipi mlima wa Kilimanjaro tunauhamisha kuutoa huko uliko Moshi tunakuja kuushimika hapa Zanzibar, ili iwe nini hata ukapotezea watu muda namna hiyo? Ili iwe nini hata ukajipotezea muda? Ili iwe nini hata ukapoteza gharama zote hizo kukushanya watu? Ama maudhui ama masharti yenye kuhusiana na yule mwenye kutaka ushauri, istishara, ni yale yale matatu yaliyozungumzwa kuhusu nini? Istikhara. Raghba, hilo jambo uwe unalitaka kweli. Pili, hilo jambo usiwe na mala linalo, wewe waenda kutaka ushauri mtu kumbe una jawabu lako. Nataka kunishauri ile gari lile nataka kulinunua nini na nini, anakupatia kasoro za gari hilo ni bovu, sijui nini na nini, sijui nini na nini, apoteza muda wake, halafu mwishowe watoka hapo tena waenda kulinunua gari. Sasa kitu gani hasa kimekufanya uje umpotezee muda wake? Na jambo gani lilo kutuma usichukue uamuzi kabisa? Sharti jingine, atajarud, uwe tayari kuchukua ushauri kama kweli ushauri utakuwa unakufaa. Uende ulifanye jambo au uliwache. Na ikitokeza mtu amekupatia ushauri tofauti na ulivyotarajia, jaribu kujadiliana naye, umpatie, mimi niliona hivi, lakini mwisho nikaona kabla ya kuchukua uamuzi nikufuate, sababu wewe uliwahi kufanya mambo kama haya, sababu wewe una ujuzi fulani katika swala hili. Hapa ndio tumemaliza kuhusu mishwaratu. Mishwaratu imetokana na ile hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhaba man istakhara wala nadama man istashara wala ala man iktasada. Hawi mwenye kuingia hasara yeyote atayefanya istikhara, wala hawi mwenye kujuta yeyote atayetaka ushauri, wala hawi mwenye kupungukiwa yeyote atayetumia nyenzo alizonazo akazitumia kwa uangalifu. Tumeshabainisha fikhi
ya mishwara tu, au tumeshabainisha fikhi ya tarafi zetu mbili, tarafi ya kwanza ya istikhara na tarafi ya pili ya istishara. Tunamshauri yeyote atayebahatika kufuatilia rekodi hii, pengine rekodi hii ataanzia hapa kwenye istishara, tunamuomba aende atafute rekodi za kabla yake ambazo ni nini? Ni istikhara. Hapo ndio atakuwa amekamilisha swala zima la mishwara. Vinginevyo atakuwa hakupatia maudhui kwa uhalisia ulipo. Yapo masaa mawili yaliyotangulia tulizungumzia istikhara, na sasa hivi tunazungumzia istishara. Hivi vitu viwili ndio vinatengeneza kitu tulichokiita mishwara tu. Kwa hiyo kama mtu yeyote atayeanzia katika hizi za istishara, asikose kuzifuatilia za istikhara ili apate complete maudhui ya mishwara. Tunaingia katika pointi ambayo ni pointi muhimu, al-qur'atu wa hukmiha, kura na hukumu yake. Naomba uwe makini unavyonisikiliza. Nikizungumzia kura, sio zile kura za siasa mlivyozoea wanajamii. Maana wanajamii walivyoilewa siasa, yupo tayari mtu na mtu akhitilafiane na jamaa yake kwa swala tu la siasa. Swala la kura, huyu chama kile, mwingine chama kile, wapo tayari wavunje udugu kwa mambo ya upuuzi, ninayoyaita ya upuuzi ya siasa. Kwa hiyo nikizungumzia hapa kura, ni moja kwa moja atanisikiliza, kura ya siasa. Hapana, sipo. Nini maana ya kura? Kura kilugha, mafuhumu yake, concept yake ni kwamba kura ni jambo muhimu katika kitu, au kitu muhimu katika jambo fulani, ndio kinachoitwa kura. Yaani linaponoga jambo, hapo liliponoga ndio panapoitwa kura. Ama kiistilaha, kijamii, watu wanavyoelewa kura, maana yake ni kuchagua baina ya mambo mawili au matatu. Unachagua bila kuwa na hiari. Unachagua bila kuwa na hiari. Utachagua vipi bila kuwa na hiari? Yawezekana ukaelekea kwa mtu kwenda kumtaka ushauri ataokupa ukalingana na ukawa una nguvu na ushauri uliopewa hapo awali na mtu mwingine kabla ya hapo, lakini ushauri tofauti na huo aliyokupatia. Mfano, waenda kutaka kufanya biashara baina ya kuuza dagaa na mtaji wa kuku. Ukamfuata mtu akakupatia ushauri, bora mtaji wa kuku, fanya mtaji wa kuku. Mwingine akakueleza fanya mtaji wa dagaa, ukakosa la kufanya.
Au yawezekana washirika wawili wakaja, yule kaja upande wa kulia anataka awe mshirika wako, na yule mwingine akaja upande